آيات لقوم يسمعون. حسبك. الله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. حسبك. Ni baadhi ya wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali wakiwa katika fainali ya Beka Tahfidhi al-Quran ambayo imefanyika katika ukumbi wa Samail Chake Pemba. Akizungumza mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba Mheshimiwa Hadid Rashid amewahimiza wazazi na walezi kuendelea kuwashajihisha watoto wao kuhifadhi kitabu cha Qur'an ili kupata mwongozo mwema wa maisha yao. Leo tumehudhuria na tumeona ndugu zetu, watoto wetu waliohifadhi kitabu hichi cha Mwenyezi Mungu. Kwa kweli wamejitahidi kwa kiasi kikubwa, na sisi tumefarijika kuwasikia watoto wetu hawa wanasoma Qur'ani kwa ufasaha mkubwa. Kwa maana hiyo, niendelee kushukuru sana jumuiya hii kwa mwendelezo huu wanaokwenda nao katika swala zima la hifadhi ya Qur'ani. Hili ni jambo kubwa walilofanya ndugu zetu hawa wa jumla wao, ambalo limefadhiliwa shindano hili na mwakilishi wetu ndugu Bakari. Hili ni jambo la faraja kubwa kuona kwamba mwakilishi wetu kwa jimbo amefanya kitu kama hichi, kuifadhili jumuiya hii kwa wale ambao watafanya vizuri katika mashindano haya. Na niwaambie vijana kwamba mmeona katika mashindano haya nilipoyaona kwamba wanawake ni wengi zaidi vijana wetu wa kike kuliko wanaume. Kwa hivyo niendelee kuwapongeza sana vijana wetu wa kike kwa jitihada kubwa ya kuhifadhi Qur'an. Ilinipa moyo na faraja katika vijana 30, vijana 22 wote ni wanawake. Nane tu ni wanaume. Naomba sana ndugu zangu, watoto wangu wa kiume, tuacheni mchezo, tuendelee kuhifadhi kitabu chetu ili Mwenyezi Mungu atupe mema duniani na akhera. Tukiendelea kuhifadhi Qur'an, tutalinda maadili yetu, tutalinda heshima zetu na mafanikio makubwa yatapatikana. Leo ndugu zetu hawa wanahifadhi Qur'an, naamini kwamba maadili yao ni mema. Kwa upande wake mwakilishi Bakari Hamad Bakari ambaye pia ndiyo mdhamini wa mashindano hayo amesema lengo la kuweka mashindano hayo ni kuhakikisha watoto wanajikita katika masuala ya dini toka wakiwa na umri mdogo. Kwamba kwa niaba ya kamati na kwa niaba pia ya walimu wa madrasa, kwamba walimu wa madrasa kwa muda mrefu hatujawafikia kikamilifu, ingawa tunafikia kwenye ujenzi wa madrasa mbalimbali. Tunazo madrasa ambazo tumezijenga from foundation, kuanzia foundation mpaka juu, lakini ziko madrasa ambazo tumefanyia ukarabati. Lakini wapo walimu wa madrasa ambao tumewasaidia individual, lakini hili kwa sababu ni ombi mahususi, kwa maana tuweze kuwafikia kikamilifu. Nami nimelipokea ombi hili na niahidi mbele hapa kwamba tutaendelea kufanyia kazi. Tuombe Mwenyezi Mungu atupe afya njema. Lakini kwa kuanzia kwa shughuli hii ya leo, walimu wote wa madrasa ambao wanafunzi wao wamepata nafasi ya kwanza, walimu hao na wao tutawazawadia. Tutawazawadia kwa kila mwanafunzi anayepata nafasi ya kwanza, mwalimu wake tutampa Laki1. Takbir. Lakini mshauri rasmi, mashindano haya leo mara hii si ya kwanza. Tumekuwa tukifanya mashindano haya kila mwaka, lakini mara hii tumefanya kwa ukubwa zaidi, na leo wewe umepata kushuhudia na kuwa finalize kwenye final yetu hii. Mshauri rasmi, ni malizie kusema jambo moja. Mwaka huu tunaokwenda nao au tunao ni mwaka wa uchaguzi.
na mara nyingi tumezoea kuona kwamba hususan kisiwa chetu cha Pemba, inapofika kipindi kama hiki cha uchaguzi, hali ya hewa, hali ya taharuki, baadhi ya watu kujitokeza kuhamasisha fujo na vurugu, na hatimaye watu kukosa amani. Niombe sana hadhira hii ambayo iko mbele yangu wawe mabalozi wa hawa ambao hawako hapa, lakini pia tunaomba mtahadhari hii. Niombe kwamba mwaka huu wa uchaguzi hebu kuufanye tofauti na miaka iliyopita. Fainali ya mashindano hayo ambayo yamesimamiwa na Jumuiya ya Kuhifadhisha Qur'ani ya Jimbo la Wawi na kuhudhuriwa na viongozi na wananchi mbalimbali kutoka ndani ya jimbo lake na nje ya jimbo la Wawi. Kutoka Pemba, Fatma Suleiman.